Mimi kwa majina naitwa Scholastica Cletus Njozi, ni afisa uhusiano mwandamizi kutoka Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba Tanzania TMDA. TMDA ni kwa kirefu chake ni Tanzania Medicine and Medical Devices Authority, kwa Kiswahili tunasema ni Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba nchini. Ni taasisi ya serikali iko chini ya Wizara ya Afya yenye jukumu la kulinda afya ya jamii kwa kuangalia ubora, usalama na ufanisi wa dawa na vifaa tiba nchini. Kanda ya Mashariki. Tunapozungumzia kanda ya Mashariki ni kanda ambayo inashughulika na mikoa ya Dar es Salaam, Tanga na Pwani. Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba ina majukumu mengi, baadhi yake mojawapo ni kutoa vibali vya kuingiza dawa na vifaa tiba kutoka nje na kusafirisha kwenda nje, lakini pia kutoa vibali na kusajili majengo yanayotengeneza na kuuza dawa na vifaa tiba nchini. Lakini jukumu lingine ni kufanya ukaguzi wa majengo yanayotengeneza na kuuza bidhaa za dawa na vifaa tiba. TMDA kwa sasa huduma zake nyingi ziko kwenye mfumo, lakini kama mtu kwa sababu mwingine mgeni kabisa anaweza asijue kwamba anaanzia wapi, lakini ana uwezo wa kuja kwetu akapewa ushauri nini cha kufanya. Anaweza akapata huduma zetu kupitia mfumo wetu wa TMDA, lakini kikubwa anatakiwa kwanza ajisajili na TMDA kwenye mfumo wetu ili aweze kupata tunasema nywila za kuingia kwenye mfumo. Baada ya hapo atafanya maombi ya kusajili jengo kwanza la kutengeneza au kuuza dawa. Sasa atakapofanya maombi, sisi tutakwenda kukagua hilo jengo. Je, linakidhi vigezo? Kama litakuwa limekidhi vigezo, ndipo atakapopata kibali cha kufanya hiyo biashara au kutengeneza hiyo dawa. Japo TMDA ina wajibu ya kwenda kukagua hayo majengo yanayouza rejareja kwa ajili ya kuangalia ubora, kwa sababu sisi tunaangalia ubora, usalama wa dawa na vifaa tiba. Kwa majengo madogo kama maduka ya dawa muhimu yanasajiliwa na Baraza la Wafamasia, lakini TMDA ilitaenda kufanya ukaguzi kuona je, zile dawa zinazouzwa kule je, zimetunzwa au ni bora kulingana na vigezo vinavyokubalika. Ni moja ya jukumu letu, kama umenisikia awali nimesema moja ya jukumu la TMDA ni kufanya ukaguzi wa majengo ya kutengeneza dawa na kuuza dawa na vifaa tiba. Huwa tunafanya hiyo kazi kila siku nchini. Kama mwananchi amepewa dawa aidha kwenye duka la dawa au kwenye kituo cha afya au hospitali, mwananchi anatakiwa atoe taarifa. Taarifa hii anaitwaje? Moja, anaweza karudi kwenye kituo cha afya au hospitali alopewa akatoa taarifa, kwa sababu sisi pia tunafanya kazi kwa kushirikiana na hivyo vituo vya afya na hizo hospitali. Kuna fomu maalumu huyo mtaalamu atajaza na sisi huwa tunapita kuzichukua kwa ajili ya kuzifanyia kazi. Au anaweza akatuma ujumbe mfupi wa simu ambao hauna gharama yoyote, atapiga *152*00 alama ya reli. Akishabonyeza okay, atapata huduma za serikali. Yeye atachagua huduma za afya. Akichagua huduma za afya atachagua TMDA. Akichagua TMDA itampeleka kwamba anataka kutoa taarifa za nini. Je, ni taarifa za madhara ya dawa, madhara ya chanjo au ni madhara ya vifaa tiba. Kwa utasema pale kama ni dawa, na maswali mengine yatafuata kwamba hiyo dawa umeipata wapi, wewe uko wapi, lakini pia wataalamu wetu watakutafuta kwa ajili ya kupata taarifa zaidi. Na tunasisitiza wananchi wanapopata changamoto yoyote ya dawa watoe taarifa kupitia hiyo namba nilisema ya *152*00 alama ya reli, au wapige namba ya bure 0800 11 0084. Hiyo ni namba ya bure, unapiga moja kwa moja, mtu atapokea na utaeleza kwamba umepata madhara ya dawa. Kama nilivyotaja hapo awali majukumu ya TMDA, lingine niliyataja ya baadhi ya mwanzo, lakini naweza nikaongezea kwamba tunatoa pia elimu kwa umma kwa makundi mbalimbali kwa kupita kwenye mashule, kwenye masoko, kwenye vituo vya mabasi,
makundi mbalimbali, madereva wa bodaboda na wengine kadiri tunavyopata nafasi. Lakini pia tunasajili dawa, kwa sababu dawa kabla haijaanza kutumika hapa nchini, sheria inataka kwamba hiyo dawa iwe imefanya nini, imesajiliwa. Kwa hiyo ni moja la jukumu la mamlaka hii kuhakikisha kwamba dawa zinasajiliwa. Lakini pia kudhibiti majaribio ya dawa na vifaa tiba na kufuatilia hiyo dawa inapokuwa huko, kama ina madhara au haina madhara. Lakini pia tunadhibiti matangazo ya dawa na vifaa tiba.